Karibu katika Rhapsody ya vijana maarufu kama TV, inayoandaliwa na mchungaji Chris. Ninaitwa Faith Casto na ujumbe wetu leo tarehe 27 mwezi Agosti unasema: wewe ni wa ukoo wa kifalme. Tembea, zungumza na uishi kifalme. Tukiingia katika Biblia, kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 6 unasema: tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Katika ufafanuzi tunaona kwamba wafalme wa dunia hufanya juhudi kubwa sana katika kuwalea na kuwapa malezi bora watoto wao, kwa sababu wao ni wa ukoo wa kifalme. Watoto hao hawatembei, hawazungumzi, hawavai wala kuishi kama watu wengine wa kawaida. Matarajio huwa makubwa zaidi pale mtoto husika anapokuwa mrithi wa kiti cha enzi. Ndiyo maana Suleiman alisema, maana nalikuwa mwana kwa baba yangu, mpole, mpenzi wa pekee wa mama yangu. Naye akanifundisha akaniambia, moyo wako uyahifadhi maneno yangu, shika amri zangu ukaishi. Na hii tunaiona katika kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Bila shaka Suleiman hakuwa mtoto pekee wa Daudi, lakini alisema nilikuwa mwana kwa baba yangu, kwa sababu ndiye aliyetayarishwa kwa ajili ya kiti cha enzi. Kuna mafunzo maalum ambayo Daudi alitakiwa kumwachia, ambayo watoto wengine hawakuyapata. Kama watoto wa Mungu, sisi ni warithi wake. Na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, kama ambavyo tunaambiwa katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 17. Wewe ni mrithi pamoja na Yesu Kristo. Wewe si mtu wa kawaida. Wewe ni mfalme wa nguvu pamoja na Mungu. Baba yako wa mbinguni anamiliki ulimwengu mzima na amekuweka kusimamia mali zake. Si ajabu Biblia inasema vitu vyote ni vyenu, kama ambavyo tunaelekezwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 21. Ni heshima iliyoje kuwa mrithi wa Mungu. Umeitwa kutawala maishani kama mfalme. Fanya uamuzi wa kutembea, kuzungumza na kuishi kama mfalme. Kataa kutumia lugha ya ombaomba au ya unyonge. Watoto wa wafalme hawazungumzi kwa unyonge, wanatumia mamlaka. Katika maombi yako usiombe kama mwombaji. Mahusiano yako na Mungu yawe kama mwana. Anakupenda na anajua wewe ni mrithi wake, aliye na haki katika urithi wake usio na kikomo. Utukufu kwa Mungu. Tukiingia ndani zaidi katika neno, kitabu cha Mhubiri sura ya 8 mstari wa 4 inasema, kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu, naye ni nani awezaye kumwambia huyo, wafanye nini? Pia katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 17 unasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima wa yule mmoja, Yesu Kristo. Kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 28 unasema, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Tuombe. Baba mpendwa wa mbinguni, ninashukuru kwa kunifanya mrithi wako. Asante kwa ukoo wangu wa kifalme. Umenifanya kuwa mfalme na kuhani. Kwa hiyo ninakataa kuishi maisha ya kinyonge na ya kawaida, kwa maana nilizaliwa kutawala na kuleta mabadiliko katika ulimwengu wa roho kupitia maneno yangu.
na neno lako kinywani mwangu linazalisha matokeo tele, katika jina la Yesu. Amina. Karibu uchukue hatua. Leo linda maneno yako. Kataa kauli yoyote ya kinyonge au ya kikawaida. Asante kwa kunisikiliza. Mungu akubariki na uwe na siku njema. Amina.